Mfalme Yesu, Mungu uliyetukuka sana, Isaya pekee tuko mbele zako kupokea baraka zako kwa juu ya roho zetu. Bwana, umeumba mtu mfano wako katika Mwanzo 1:26, ukambariki kabla hajatokea katika ulimwengu wa mwili. Ndivyo nasi tunazileta roho zetu kwako ili upate kusema neno kwa ajili yazo. Bwana, katika jina la Yesu tunajimimina kwako sasa. Neema yako ya kutufundisha iwe na sisi, na zaidi Bwana tupate kupokea kile ambacho umetukirimia siku ya leo. Ninajua ukiwapo kati yetu, shetani hana mamlaka ya kusimama mahali hapa, maana uwepo wako umetanda. Ndivyo Bwana ukatiishe mawazo, akili, nia na nafsi zetu, zaidi ukaumbike kupitia neno lako, maana unasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Mungu. Karibu sasa utufundishe, utuhudumie, nasi Bwana tupate kubarikiwa sawasawa na neno lako utakalolitamka mchana wa leo. Tuko tayari kufundishwa, kukemewa, kuonywa na kutengenezwa na kurekebishwa, maana hiyo ndiyo furaha yetu, kwa kuwa tunatamani kuongozwa na wewe kila kunapoitwa leo. Sante Yesu, maana uko nasi, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa tena kwa muda huu ambao Bwana ametukirimia kibali. Ninatamani ni kusemeshe vitu vichache kwa utaratibu wa kina, yale mapenzi ya Mungu ambayo anayataka katikati ya maisha yetu. Mara zote utafakari sana ni nini ambacho Mungu anataka kuzungumza na watu wake kwa majira na nyakati aliyo ya kusudia, na ni vema akili zetu na nia zetu zikahuishwa katika Mungu kila saa, ili tupate kumsikia yeye, aweze kutuongoza na kutuelekeza katika nyakati hizi za mwisho tulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumapili ya leo na siku ya leo tutakwenda kukumbushana na kujifunza mambo machache lakini yenye uzito na nguvu, hasa kuhusu wokovu huu tulio nao. Huwa ninapata nafasi ya kutafakari maana ya wokovu, lakini zaidi neema ya wokovu ambao Yesu ametukirimia sisi wanadamu, na ni vema tukamwomba Mungu atufunulie zaidi, kwa sababu sisi tunaona kwa uchache tu, lakini Mungu anaona zaidi na anafahamu mengi. Mimi nisijue kwako, mtu wa Mungu, unauonaje wokovu? Unauchukuliaje wokovu? Unaifahamuje thamani ya wokovu? Na namna gani unaulinda wokovu na kuuthamini kama kitu cha gharama ambacho Mungu amekiachilia katikati ya maisha yako? Hebu kumbuka tu maisha yale uliyokuwa unaishi kabla ya wokovu. Je, bado unaendelea kuishi hivyo hivyo hata baada ya wokovu? Unamtazama Yesu katika namna ipi? Kama nani kwako? Ni Mungu mkuu aliyejitoa kwa ajili ya maisha yako hata kukupa wokovu huu. Lakini zaidi tutafakari kwa kina gharama aliyoichukua Yesu ya wokovu na namna mwanadamu anavyouthamini wokovu. Utagundua kuna nafasi iko, hatujajua bado maana ya wokovu. Ndiyo maana hatujafanikiwa kutembea kwa viwango vile ambavyo Yesu anavitaka. Bwana Yesu atusaidie sana, tukajifunze kwa habari ya uhusiano wa safari ya wana wa Israeli na wokovu tulio nao sasa. Hilo ndilo somo letu ambalo tutakwenda kujifunza, uhusiano wa safari ya wana wa Israeli na wokovu wa sasa. Wokovu huu tulio nao unafananishwa au ni mfano wa safari ya Israeli. Ndio maana Biblia
imebeba unabii wa mambo yote ambayo yamekwisha tokea, yaliyopo sasa na hata yale yajayo. Kabla hatujawa na wokovu huu, ulitabiliwa pia tangu Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu alitangaza wokovu kwa kumleta Yesu aliye uzao wa mwanamke, ili aweze kututoa kwenye utumwa wa dhambi. Lakini zaidi tunaona Mungu akaamua kujiteulia taifa duniani kati ya mataifa mengi. Taifa hili ambalo lilianza na ahadi ya baba yetu Ibrahim, na kupitia uzao wake ya kwamba atazaliwa Yesu Kristo. Ndiposa Mungu anamwambia Ibrahim ya kwamba uzao wako utakuwa kama nyota wa angani. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hilo Mungu alilizungumza akijua ya kwamba kupitia kiuno cha Ibrahim atazaliwa mkombozi wa ulimwengu, ambaye kupitia huo ulimwengu wote unatakiwa kumwamini yeye, na Mungu atajitengenezea wana wa kwake waliokombolewa kutoka dhambini, ili waweze kupata uzima wa milele. Bwana Yesu atusaidie. Tunaona namna gani taifa la Israeli lilipozaliwa, namna gani mtoto mmoja wa Yakobo aliyeitwa Israeli, anayeitwa Yusufu, aliyechukuliwa na Farao na hatimaye akafanywa kuwa mtu mkuu, na yeye akawa chanzo cha Israeli, yaani Yakobo pamoja na watoto wake kuhamia Misri kwa sababu ya njaa ile. Na tunaona namna gani ambavyo Israeli iliongezeka sana kule Misri, jinsi gani Mungu alivyoipa neema na nguvu, ingawa walijikuta kwenye utumwa wa Farao asiyemjua Mungu, lakini bado Mungu aliwafadhili, na Biblia inasema wakawa tishio kwa Farao na Misri yote. Na maandiko yanatueleza namna gani ambavyo wana wa Israeli walikaa utumwani Misri kwa takribani miaka 400, na miaka hii ilitabiriwa tangu mwanzo ya kwamba watakaa huko kwa muda huo, alafu Mungu atawatoa sasa awapeleke kwenye nchi ya ahadi, yaani kule Kanaani. Yesu atusaidie sana. Hatimaye tunaona Mungu anamwinua Musa. Musa anasimama ili kulisaidia taifa la Israeli kulitoa kuelekea huko kwenye nchi ya ahadi. Nachotaka ni kutazamisha mtu wa Mungu ni uhusiano wa safari ya wana wa Israeli na wokovu wa sasa, alafu tutajifunza kitu cha muhimu zaidi. Lengo langu si kukupa historia wala kukuhadithia mambo hayo. Nitakusomea maandiko yanayotisha sana, ambayo yanasema ya kwamba mambo hayo yaliandikwa ili kutupa mfano sisi. Hicho ndicho ninataka ukijue, ya kwamba hakuna chochote ambacho kimeandikwa kwenye Biblia ambacho Mungu alikiandika kama historia tu, bali yote yaliandikwa ili kutupa mfano na kutuonya sisi. Ndio maana Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa. Kumbe Biblia imebeba mafundisho na maonyo. Chochote, haijalishi ni historia, ili mradi imeruhusiwa kuwepo kwenye Biblia, lazima kuna fundisho na maonyo ambayo pia sisi tunatakiwa kuyafahamu, ili tusije tukatenda kama wao tukaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani ilikuwa mfano au kivuli cha wokovu tunaopata kupitia Kristo. Nitakueleza vitu vichache tu. Tunapozungumza Misri, ile Misri ambayo Yakobo pamoja na watoto wake walienda, taifa la Israeli likaongezeka likazaliwa huko zaidi, ni mfumo wa dhambi
na utumwa, yaani unasimama kama mfumo wa dhambi na utumwa usiomjua Mungu. Tunapozungumza Misri kiroho, tunazungumza mfumo usiomjua Mungu, mfumo wa utumwa. Ndio maana utaona wana wa Israeli, wana wa Mungu, walikuwa watumwa Misri. Na vivyo hivyo kwetu kiroho, kabla hatujamwamini Kristo, tulikuwa watumwa Misri. Misri ile ambayo hatukuwa tunamjua Mungu. Kama wana wa Israeli walivyokuwa watumwa wa Farao, ndivyo nasi kabla hatujamwamini Kristo tulikuwa watumwa wa dhambi chini ya Shetani. Yaani Farao amesimama badala ya Shetani Misri, na Misri imesimama kama sehemu ya mfumo wa dhambi uliokuwa unatawaliwa na Farao. Vivyo hivyo hata sisi kabla tujamwamini Yesu tulikuwa Misri chini ya Farao anayeitwa Shetani, aliyetutumikisha kwa namna moja ama nyingine, tukatembea katika matakwa yake kabla tujamjua Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kitabu cha Yohana sura ya 8. Ninakupeleka taratibu. Lengo langu ni kupeleke kwenye kusudi la kile Mungu anachotaka ukifahamu. Yohana sura ya 8, tusome ule mstari wa 31 hadi wa 35. Biblia yangu pamoja na hiyo ya kwako ulionayo inasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka nini? Huru. 33. Angalia, wakamjibu, sisi tu uzao wake Ibrahimu, wala hatujawa watumwa wa mtu wakati wowote. Nawe wasemaje mtawekwa huru? Hilo ni swali wanamuuliza Yesu, kwa sababu walishangaa. Wao wanajiona kuwa huru, lakini Yesu anawaambia ni watumwa. Kumbe unaweza ukajiona uko huru, kumbe ni mtumwa. Wao walijiona ni watoto wa Ibrahimu, wakajiona wako huru kwa sababu ni watoto wa ahadi. Ahadi ya Mungu ni taifa teule lililoteuliwa kati ya mataifa mengi duniani. Wanajiona wako huru, kumbe Mungu anawaona kuwa ni watumwa. Wanamuuliza, unasemaje? Mnasemaje mtawekwa huru, wakati sisi tuko huru siku zote, kwa kuwa tu wana na uzao wa Ibrahimu? Lakini mstari wa 34, Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Hebu sema pamoja na mimi, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Ndiyo, kumbe kila anayetenda dhambi, haijalishi yeye ni mzao wa Ibrahim, ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Kila atendaye dhambi, haijalishi anasema amemwamini Yesu, yeye ni mtumwa wa nini? Wa dhambi. Mstari wa 35, wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Kuna tofauti kati ya mtumwa na mwana. Mtumwa hakai nyumbani, anapokuwa ameajiliwa yeye ni mtumwa, hamiliki chochote. Lakini mwana, kwa sababu amezaliwa nyumbani, ina maana anamiliki pamoja na baba. Bwana Yesu asifiwe. Ninachotaka ukione hapa ni kwamba hawa watu walijiona wako huru, lakini kumbe wao ni watumwa wa dhambi. Ndio maana Yesu anawaambia, mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itafanya nini? Itawaweka huru. Maana hiyo kweli inamfundisha mtu na inamwondoa mtu kutoka Misri kwenye utumwa wa Farao na kumweka huru kuwa mwana wa Mungu aliye hai. Sema amina. Waraka wa kwanza Yohana ile sura ya 3 na mstari wa 8. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 na mstari wa 8, tusome na mstari wa 9. Biblia inasemaje? Atendaye dhambi ni wa Ibilisi,
kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu afanye nini? Aliyezaliwa na Mungu hashikiliwi tena na Misri. Misri haimiliki tena, kwa sababu Misri inatawaliwa na Farao mkatili anayewatumikisha watu wa Mungu kwenye dhambi. Lakini tukizaliwa na Mungu tunatolewa Misri na kuingizwa kwa Baba yetu aliye hai. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoitazama Misri ya Farao, ile Misri kama nchi iliyowatawala wana wa Israeli na kuwatumikisha kwa kazi nzito, kwa kongwa zito, tuitazame Misri ya kiroho ambayo imewashika watu hata sasa. Na nitakwenda kukufundisha na kukuonyesha vitu vya ajabu sana. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wana wa Israeli walivyokuwa watumwa wa Farao, ndivyo nasi kabla hatujamwamini Kristo tulikuwa watumwa wa dhambi, kwa sababu ndivyo Yesu anavyozungumza pia kwamba atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa ibilisi. Ina maana ni mtumwa wa shetani, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunamwona Musa ambaye alifanyika kama niseme chombo cha kuwatoa wana wa Israeli kule Misri, na tunaitazama Misri kwamba ni mfumo wa dhambi na utumwa usiomjua Mungu. Ina maana mimi na wewe kabla hatujamwamini Kristo tulikuwa Misri, Misri ya kiroho iliyotutumikisha katika dhambi mbalimbali. Ndio maana Yesu anasema tukijua kweli tutawekwa huru. Wayahudi walishangaa ya kwamba namna gani tunaweza tukawa huru wakati sisi tuko huru tayari. Walijihesabia haki, wakajiona wao ni uzao wa Ibrahimu, wale watoto wa ahadi ya Mungu, taifa teule. Wasijue kuna kitu ambacho kilikuwa kimewafunga, kitu ambacho kinaitwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Musa aliyefanyika daraja la wana wa Israeli kutoka Misri anafananishwa na Yesu Kristo. Ina maana Yesu Kristo alisimama katika nafasi ile ile ambayo Musa alikuwa amesimama kuwatoa wana wa Israeli kule wapi? Misri. Ndio maana hata Torati ilitabiliwa na Wayahudi wanajua kabisa alitabiliwa Musa wa pili ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti, atakayekuja zaidi kwa ajili yao kuwakomboa. Na bahati mbaya alipokuja hawakuweza kumwamini hata leo, lakini ile ahadi ya Torati ilikwisha timia tayari. Kwa hiyo Musa kumbe ni kivuli cha nani? Cha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nilishangaa sana niliposoma habari za Musa. Maandiko yanasema hakuna mwanadamu aliyekuwa mpole kama Musa, na hatawahi kuwepo mpaka dunia hii iondoke, hatawahi kutokea mtu kama Musa. Nilishangaa sana, nikaja kupata picha ya upole aliyokuwa nao Yesu, unyenyekevu aliyokuwa nao Yesu. Ina maana kumbe zamani Mungu alikuwa anajitengenezea kivuli cha kitu halisi kitakachokuja mbele. Ndio maana Biblia inasema kwamba agano la kale ni kivuli cha agano jipya, yani ni unabii wa agano jipya. Kwa hiyo agano jipya limetimia, limekuja kutimiza agano la kale. Ndio maana Yesu anasema hakuja kutangua sheria. Si kwamba sheria imekufa, la hasha, ila amekuja kuifanya sheria iwe hai zaidi, na amekuja kuitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Musa alitumwa kuwakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Vivyo hivyo Yesu Kristo alitumwa kukomboa ulimwengu kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Musa aliwakomboa kutoka kwenye utumwa wa Farao. Yesu amekuja kutukomboa kutoka kwenye utumwa wa shetani. Sema amina kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Musa aliwaongoza watu kutoka utumwani kwenda Kanani. Si ndio safari ambayo Musa alikuwa nayo na wana wa Israeli? Aliwaongoza kutoka utumwani Misri kwenda wapi? Kanani. Ndivyo Yesu
anavyowaongoza watu kutoka dhambini, kutoka kwenye ulimwengu huu kwenda kwenye uzima wa milele. Unaona uhusiano na ufanano huu? Ndio maana tunajifunza uhusiano wa safari ya wana wa Israeli na wokovu wa sasa. Lengo langu sio kukuonyesha historia. Lengo langu, kuna kitu ninataka ukielewe na ukifahamu zaidi. Lakini pia jambo la tatu, kuna jambo tunaliona ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 utakutana, ninakupitisha tu kwenye mambo machache kati ya mengi. Kuna mambo mengi sana yaliyotendeka kwenye safari hii ya wana wa Israeli ambayo yanafanana kabisa na wokovu huu tulio nao. Namna tunavyoendelea ndivyo namna wana wa Israeli walivyoendelea, na bahati mbaya, namna tunavyojikwaa ndivyo wana wa Israeli pia walijikwaa vivyo hivyo. Kama wana wa Israeli walipita jangwani, basi na sisi tunapita jangwani. Yesu atusaidie, Yesu atusaidie. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 12 utakutana na kitu ambacho kinaitwa Pasaka, na hapa ndipo ilipozaliwa Pasaka, na hapa pia alikuwa anatabiriwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye Pasaka wetu. Utaona wanapewa maelekezo ya kwamba wachukue kondoo mzuri asiye na waa wala ila, wamchinje, alafu wapake ile damu kwenye miimo ya mlango, alafu Mungu atatuma malaika wake wa kifo kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Misri. Sasa yule Pasaka aliyechinjwa alisimama badala ya Yesu Kristo, yaani yule mwanakondoo. Ndio maana Yesu anaitwa mwanakondoo wa Mungu. Tulipokuwa tunasoma darasa la Biblia katika Yohana 1, tuliona Yohana anasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya nini? Tunaona pia wana wa Israeli wakapita jangwani, yaani safari yao ikawa inaendelea hatua kwa hatua. Kila hatua waliokuwa wanaiendea mpaka ilisimama kama unabii pia wa wokovu wetu tulio nao hata sasa. Tunaona hata wao pia walikula mana jangwani, na tena Yesu mwenyewe anakuja anajitambulisha, anasema mimi ni chakula kishukacho kutoka mbinguni. Na wana wa Israeli na wao walikuwa wanakula chakula kishukacho kutoka mbinguni. Kwa hiyo kumbe yoyote yaliyokuwa yanaendelea yalikuwa yanazungumza kwa habari ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka uielewe Biblia hii, ngoja nikupe siri. Mahali popote unaposoma, iwe Mwanzo mpaka Ufunuo, angalia Yesu anahusikaje hapo. Ni lazima tu atakaye kuwa anazungumzwa hapo ni Yesu, wala sio kitu kingine. Biblia hii imejaa Yesu tangu Mwanzo mpaka Ufunuo. Anayezungumzwa ni Yesu aliye uzima wetu. Ndio maana hata Yohana mwenyewe anakosa lugha ya kuzungumza, anasema tu hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alitoka kwa Mungu. Anasema huyo mwanzo, yani anaelezea. Ukija ukafuatilia, anayezungumzwa ni nani? Ni Yesu peke yake. Utazame mwanzo wa safari ya wana wa Israeli, lakini pia utazame mwisho wa safari ya wana wa Israeli. Kuna kitu utakigundua. Utagundua ya kwamba wana wa Israeli walianza safari wakiwa watu wengi, lakini waliofika Kanaani ni watu wawili. Hilo ni jambo kubwa ambalo unatakiwa kujifunza, na leo nitakwenda kuanza kukufundisha kwa nini wengi walishindwa kufika na kwa nini wachache wawili walifika. Huu ndio moyo wa somo ambao nataka nizungumze na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Kutoka sura ya 12, Kutoka 12:37, wana wa Israeli wakasafiri kutoka Ramesesi mpaka Sukoth. Walipata hesabu yao kama watu 600,000 watu waume waliokwenda kwa miguu bila kuhesabu watoto. Anaposema watu 600,000 anamaanisha watu 600,000 wanaume tu, bila kuhesabu wanawake wala watoto. Angalia hilo kundi la waliotoka Misri, watu 600,000 wanaume tu, wanaume tu. Wanawake hawajahesabiwa, watoto hawajahesabiwa. Lakini ajabu kuu ni kwamba waliofika Kanaani ni watu wawili tu, Caleb pamoja na Yoshua.
Hili ni jambo la kusikitisha ambalo ninatamani ujifunze na ulitazame kwa kina kabisa, mtu wa Mungu, kwa sababu nimekuambia kuna uhusiano kati ya safari ya wana wa Israeli na wokovu tulio nao. Ina maana Biblia ni unabii. Hicho ndio kitu ambacho natakiwa kukielewa. Imetabiri kabisa ya kwamba kama wana wa Israeli walianza 600,000 wakamaliza 2, basi ndivyo hata kwenye wokovu huu watakaomaliza watakuwa wachache. Inawezekana wasio 2, lakini kitu ambacho au lugha ya Biblia tunayoipata ni wachache ndio watakaohitimisha safari hii. Ndio maana Yesu alipiga kelele sana, anasema jitahidini kuingia kupitia mlango ulio mwembamba. Ni mwembamba, tunaanza wengi, lakini kadri tunavyozidi kuendelea ule mlango unatuchonga. Huku nyuma tunajisukuma, wote tunaenda, lakini tunapofika kwenye mlango, ule mlango una kipimo maalum ya kwamba wanaingia watu wenye size hii. Kwa hiyo tayari tunaanza kupungua. Wengine wanashindwa kuingia kwa sababu wana mizigo, wengine wanashindwa kuingia kwa sababu wanataka waingie wawili, wengine wanashindwa kuingia kwa sababu wanasukumana, wanataka waingie. Na bahati mbaya mlango ule hauingii kwa sababu unataka kuingia, unaingia kwa sababu Mungu amekupima, anaona unafaa kuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tutazame unabii huu pamoja. Soma maandiko yako vizuri. Mathayo 22:14 anasema waitwao ni wengi, bali wateule waliotoka Misri ni wengi, lakini wale wateule watakaokuwa na vigezo vya kuingia ile Kanaani, nchi ya maziwa na asali, ile nchi ya matunda, ile nchi yenye mito mpaka mlangoni, ile nchi ya ahadi, Kanaani ya uzima wa milele, Yerusalemu mpya, wataingia wachache. Ninaogopa kusema hivi, lakini sina namna ya kusema, kwa sababu hii ni kweli na wazi kabisa. Ndio maana mara zote nimehubiri nikasema, watu wa Mungu, ingawa ulimwengu unaona ya kwamba Yesu ana mashabiki wengi wanaoitwa Wakristo, ingawa makanisa yamejaza watu wengi wanaoitwa Wakristo, ingawa tunaimba wengi, tunahubiri wengi, lakini Biblia inajua na inaelewa kabisa, si hawa wote wanaofanya haya wanaoitwa Wakristo wataweza kuifikia ile Kanaani. Yesu asifiwe. Tumezoea kuhubiri mahubiri haya kuwatisha watu wa duniani ya kwamba huko Misri njoo Kanaani, na bahati mbaya tunawaitaga kutoka Misri tukisema Kanaani ni kanisa. Kwa hiyo tunawatoa Misri, tunawatoa duniani, tunawaleta kanisani, alafu wanapofika kanisani wanaendelea kufanya dhambi zile zile ambazo walikuwa wanafanya Misri. Leo ukisikia mtu anahubiri anasema toka Misri uje Kanaani, lugha yake ambayo unatakiwa kuielewa, anapiga kampeni ya kwamba mtu atoke huko aliko aje kanisani, ila asiende kwa Yesu, kwa sababu kuna tofauti kati ya kumtoa mtu duniani na kumleta kanisani, na kumtoa mtu duniani na kumpeleka kwenye uzima wa milele. Kuna tofauti. Yesu asifiwe. Ndio maana leo watu wamejaa kanisani, lakini hawana mpango kabisa wa kwenda Kanaani. Hawana mpango kabisa, ingawa wao wanaweza wakajitumainisha ya kwamba Yesu tunaenda, lakini Mungu anapowatazama anaona hawana mpango kabisa. Yesu atusaidie, kwa sababu kuna watu ambao wanadhani wataenda, watafika, lakini hawatafika. Mimi sitamani uwe wewe, na wala sitamani niwe mimi. Ninatamani nipate hakika, na hakika hili tunalipata kwa maisha tunayoishi. Maandiko yanasema kadhalika Roho Mtakatifu naye hushuhudia ndani yetu. Lazima waenda mbinguni, Roho Mtakatifu anawashuhudia ya kwamba ninaenda. Anashuhudia, maana anapokuwepo Roho Mtakatifu, yeye ni shuhuda wa maisha yetu, anatujua zaidi. Kama tuendi vivyo hivyo, Roho Mtakatifu hauendi. Kwa hiyo wana wa Mungu ni dhahiri na wana wa Jehanamu ni dhahiri. Ibrania anaonya, anasema sisi je, tutapataje kupona tusipoujali? Usipoujali, anasema sio wokovu kidogo, wokovu mkuu. Ni wokovu mkuu namna hii. Tutapataje kupona? Kumbe wokovu hii, safari hii, ambaye Yesu ameianzisha. Anasema katika Filipi 1:6,
nami niliamini hilo ni hili, yeye aliyeianzisha kazi hii ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Anasema katika Ibrania 12:2, tukimtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha, ameanzisha safari. Alianzisha wapi? Kalvari, msalabani. Akaanzisha safari ya kunitafuta mimi na wewe, tumepatikana. Sasa tudumu katika huyu Yesu ili aimalize salama tukiwa ndani yake, maana safari hii inaweza ikamalizika lakini tukawa nje ya safari. Ulishaona unasafiri, unajua unakokwenda, lakini unashangaa uko mahali pengine. Una hakika na unakokwenda, lakini ukajikuta umetokea mahali kwingine ambako ulikuwa hauna mpango wa kwenda kabisa. Nisikilizeni watu wa Bwana, walianza wengi wakamaliza wawili. Lugha ya Biblia ya kwamba njia ile ni pana, ile ni pana inayoenda upotevuni, lakini njia yangu mimi Mungu ni nyembamba, nao ni wachache wanaoiona, ni wachache. Ndio maana injili ya kweli haina watu wengi. Na mimi nikusaidie tu ya kwamba waenda mbinguni ni wachache kuliko kawaida. Wakati leo Jumapili watu wanashindana kuhubiri, wanashindana sadaka, wanashindana kuimba kwaya, lakini maandiko yamesimama yenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na kila alitajaye jina la Bwana na awache nini? Uovu. Hata Israeli yenyewe sio wote wataokolewa, la hasha, isipokuwa wale ambao Bwana amewakusudia wamwamini Kristo peke yao. Ukitaka kuelewa ya kwamba safari hii ni ngumu, sio rahisi kama wengine wanavyodhani, mtazame hata Musa ambaye tunamzungumza kama mfano na kivuli cha Kristo. Mtazame huyo. Je, Biblia inasema kwamba aliona ile Kanani? Aliingia Kanani? Biblia inasema Mungu alimpandisha akamwonyesha, ni hapa, ni pale, mpaka pale, mpaka pale. Kwa nini? Kuna kitu kilizuia. Ndio maana kuna wengine wataishia kusikia tu, tunaeleza ya kwamba mbinguni pako hivi, Yerusalemu iko hivi, lakini tunaweza tusione kabisa. Tunaeleza ule mji umepambwa uko hivi, na kuambia jua halipo, ni Yesu mwana kondoo. Naona tengeneza shauku, nasema hakika ninataka kwenda. Lakini sasa ukishapata picha hiyo, inakuhitaji wewe sasa uweze kutengeneza mazingira ya kuingia. Na ngoja nikwambie kitu, mazingira ya kuingia Kanaani hayatengenezi mchungaji wako. Mazingira ya kuingia Kanaani hayatengenezi kiongozi wako wa dini, unayatengeneza wewe mwenyewe, kwa sababu Yesu hakuja kufa kwa ajili ya mtu mmoja. Hakuja kufa kwa ajili ya wachungaji pekee, wazee wa kanisa pekee, mashemasi pekee, ama viongozi fulani pekee. Alikuja kufa kwa ajili yako wewe binafsi, ili upate uweza na mpenyo wa kuingia kule Kanaani. Ina maana kuingia ni jitihada binafsi za mtu. Ndio maana Yesu anasema jitahidini. Hakusema wachungaji jitahidini kuwafanya watu waingie kupitia mlango mwembamba, la hasha. Amesema jitahidini kwa kuwa mimi nimemaliza kazi yangu msalabani. Kwa hiyo unao uwezo wewe wa kwenda jehanamu ya moto au wa kuingia kwenye uzima wa milele. Uwezo huu uko mikononi mwako. Nisikilizeni watu wa Mungu, uwezo huo wote Bwana ameweka mikononi mwako. Ndio maana Yesu anasema chagua uzima upate kuwa hai. Ina maana kumbe uzima au mauti ni uchaguzi wa mtu. Unapoona kuna mambo yanakusonga ama vizuizi vinakuzuia kama wana wa Israeli, usiwahi kutazama na kuona kuna mtu ananizuia, la hasha. Lazima ujikague wewe kama chanzo. Yaani wewe ndio kizuizi mwenyewe utakayejizuia wewe mwenyewe kuingia kwenye ufalme wa Bwana. Mahali fulani watu fulani wakamfuata Yesu, akasema, Bwana, tuambie, je, watakaookolewa ni wachache? Walimfuata wakataka kuthibitisha. Tusome andiko hili, Luka sura ya 13. Tusome mstari wa 23. Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Na sisi tujiulize, labda dunia, mifumo, makanisa, wachungaji, mashehe wanajua ya kwamba watakaoingia kule ni wengi, lakini sasa
alitokea mtu aliyeuliza swali ambalo litatusaidia na sisi. Je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Akawaambia, angalia jibu la Yesu 24, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Ina maana jibu rahisi la Yesu ni ndiyo, watakaokolewa ni wachache. Ndio maana anaweka vigezo ya kwamba wengi watataka, wengi, many of them, all of them, kila mmoja anataka niingie, anataka niende. Wanaoijua kweli wanataka waende, wasiojua kweli wanataka waende, wapagani wanataka waende, Waislamu wanataka waende, mashehe, maimamu, mapadri, kila mtu anataka aende. Lakini Biblia inasema watataka wasiweze. Kwa nini? Kuna mambo yatawazuia. Mimi sijajua ni nini kwako kinakuzuia, lakini hata sasa Bwana amenituma kwako kwa sababu ameona kuna mambo yatakuzuia kuona uzima wa milele. Na nataka nirudie tena kusema, asitokee mtu hata kabla ya Yesu kurudi akasema yeye tayari ana vigezo vyote vya kumwona Bwana. Yesu asifiwe. Bado tuko safarini. Paulo mwenyewe alisema, sijidhani ya kwamba nimekwisha kufika, bali na kaza mwendo, na kaza mwendo. Ina maana we are still on the way. Tuko bado safarini. Hata mimi mchungaji, askofu, hata yeyote, kanisa lolote duniani, bado tunakaza mwendo, hatujafika. Kwa nini? Kufika kwetu ni pale tutakapoona sasa tumeingia kabisa. Hapo ndipo tunasema tumefika. Kwa hiyo kabla hatujafika, ni hakika yako mambo mengi ambayo hata sasa yanatuzuia. Ndio maana Yesu kupitia Petro anazungumza, anasema, si kwamba nimekawia kuja, si kwamba nimechelewa, ila ninawapenda, kwa sababu kila ninapotazama ninaona kuna mambo mengi yatawazuia. Kwa hiyo ninavumilia mpate kutubu, ninavumilia mpate kutengeneza, ninavumilia mpate kunitumikia kwa ukamilifu. Kumbe hata sasa kinachotenda kazi ni uvumilivu wa Mungu. Ninachokuonyesha hapa, walianza 600, wanawake hawajahesabiwa na watoto, lakini wakafika watu 2. Jamani, ni habari za kusikitisha sana. Na mara nyingi wanadamu tunapokuwa tunahubiri hivi, mwanadamu anakuwa na tafakari, anausemesha moyo wake ya kwamba mimi nitaingia tu, ni nini kitakachonizuia niingie? Lakini ukweli ni kwamba yako mambo mengi sana yatakayowazuia wanadamu. Na unajua, atakayezuiwa kuingia ni yule aliyeanza safari. Atakayezuiwa kuingia ni yule aliye katika wokovu. Yeye anayesema ni msafiri na mpitaji katika dunia ndiye atakayezuiwa kuingia. Ni maana maandiko yanasema, wengi wataniambia siku hiyo, Bwana, Bwana, hatukufanya miujiza? Bwana, Bwana, hatukuponya watu? Bwana, Bwana, hatukuhubiri? Bwana, Bwana, hatukuwa kwenye kanisa la kweli? Bwana, Bwana, hatukujitenga na kitu 1, 2, 3? Lakini kumbe yako mengi bado yanatuzuia. Yesu anasema, ondokeni kwangu, sikuwajua ninyi kamwe. Yesu atuhurumie na Yesu atusaidie.